Nimekasirika kwa sababu nimesikia ya kwamba matumizi mabaya ya polisi yanaendelea hapa nchini Kenya. Karibu katika Darubini ya Kiharo FM. Jina langu ni Mnuko wa Makwapa, yani Jasho, na hivi ndivyo tunaanza taarifa zetu. Utumizi wa nguvu kupita kiasi ni swala ambalo wana Kiharo FM tungependa kulipinga, hasa ikiwa ni watoto. Hatupaswi kuonyesha watoto wetu ya kwamba tunaweza kuwarushia vitoza machozi kwa sababu ya utumizi wa vipaji ambavyo Mungu amewapa. Ikiwa ni kweli ya kwamba polisi walitumika kusambaratisha maonyesho ya maigizo katika mji wa Nakuru kwa kurusha vitoa machozi, hilo si jambo la kupigiwa makofi. Inaonyesha utepetevu uliopo baina ya polisi na asasi za uongozi. Tufanye nini? Maji yamemwagika na ni vigumu kuzoleka, lakini tunataka tutoe onyo kali ya kwamba sisi wana Kiharo FM hatutashindwa kuwachukulia hatua polisi ambao wanataka kuchukua sheria mkononi mwao. Kazi ya polisi ni kulinda na kutetea haki za watoto, lakini sio kushiriki katika kuhakikisha kwamba wanaziangamiza. Tutakusanya ushahidi na kuweka vizuri ili iwapo tutahitajika kuutoa, tutautoa na kufungulia mashtaka wale ambao wanahusika katika kusambaratisha haki za watoto. Nikiripoti kutoka eneo la Kiharo FM. Jina langu ni Mnuko wa Makwapa, yani Jasho, na hii ni Darubini ya Kiharo FM. Tunasema ya kwamba tumekereketwa maini na kuonyesha kwamba uongozi haudhamini tena vipaji ambavyo Manani ametupa, na Manani anapotoa vipaji habagui atatoa kipi kwa huyu na huyu amnyime kile. Ubunifu ni kitu kinafaa kushabikiwa hapa nchini Kenya, lakini hilo linaonekana kuwa kinyume, kwa sababu watoto wanapojieleza wanapigwa na kurushiwa vitoa machozi. Isitoshe, wananyimwa haki ya kujieleza katika majukwaa ya kuigiza, ishara kwamba kuna viongozi ambao wamekasirishwa na kughadhabishwa na yale ambayo watoto wanayafanya shuleni. Basi tutajiuliza ni nini maana ya mtaala wa umilisi CBC. Katika mtaala huu unatoa nafasi kabambe na murwa kwa wanafunzi kuweza kujieleza. Anaweza kuwa haelewi masomo, lakini katika masuala ya kuigiza yeye ni nambari moja, na kumnyima nafasi